know who I am. I know who God says I am. What He says I am. The way He says I am. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I'm speaking on the message I titled Dealing with 4 Major Demonic Hindrances to Our Deliverance. Things that can hinder us, things that can fight us, things that can put blockages, opposition, barriers in our lives, so that Mungu asitende kile ambacho amekusudia kutenda. Tunasoma James chapter number 3 verses 3 and 4. Inasema James chapter 3 verses 3 and 4. When we put bits into the mouth of horses. When we put bits in the mouth of horses to make them obey us, we turn the whole animal. We put bits in the mouth of horses in order to control them, to have power over them, to direct them wherever we want. Or take sheep as an example. Mm-hmm. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder whenever the pilots want to go. Sasa sikia, we put bits in the mouth of horses. When we put that bit in the mouth of a horse, it means that now we have power over that horse. A horse is a very, very strong animal. Amen. It is a very, very powerful and strong animal. But when we put a bit in his mouth, we can control the whole animal. We can direct the whole animals wherever we want. Now it means that we have power over that animal. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. It is important to understand that the devil also will do the same. The enemy will put things in our lives. The enemy will cause us to do things that will give him upper hand against our lives. Satan will put things in our lives as a point of contact with his kingdom. So the enemy will use that thing to control our lives and to make sure we never arise, we never become that which God made us to be. It is the plan of the enemy. It is the work of the devil to make sure that even if you are born again, we don't live a victorious life. We live a defeated life. People that complain, people that murmur always against God. 20 years, 10 years, 5 years in salvation, and yet we have nothing to show off. We are good in complaining. We are good in murmuring. What is the problem? As we put bits in the mouth of a horse, and we use the same bit to control the entire horse, that is what the enemy does. Yeye huweka kitu kwa maisha yetu ku make sure ya kwamba he control us kupitia ile kitu ameweka katika maisha yetu. Understand that the devil is a defeated devil. The devil is a weak devil. More than 2,000 years ago, at the cross of Calvary, Jesus defeated the devil. Jesus gave the devil a knockout. But the same devil that Jesus defeated many years ago, the same enemy can defeat you. The same enemy can arrest your life. The same enemy can make sure you never become anything in life. Why? Why? Because of his legal grounds in our lives. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Many people normally get saved with a desire, with zeal to follow God, to fear God, to walk in righteousness. But after some time, we find ourselves in sin. Kwa nini? Unakuja unaenda mbele unalia, ukiokokaga, Yesu nakupenda na kufuata, wewe hujaolewa, lakini muda kidogo umeanguka kwa dhambi na wanaume. Inamaanisha kuna kitu shetani ameweka ndani yako. Hii ndio injili leo Wakristo hawataki kuambiwa ya kwamba deal with the legal
deal with the satanic ground in your legal ground ambao shetani ameweka kwa maisha yako. Wengine wetu kabla tujaokoka kuna mambo tuliyatenda, disco tulienda, usherati tulifanya, uongo tulifanya, tulikuwa waizi, tulikuwa watu wabaya, lakini baada ya kuokoka tunakuja kwa ufalme wa Mungu with the same burden. Hatutaki ianguke. Basi sasa tunapata shetani anakuwa na legal ground in our lives, anakuwa na mahali pa kukanyaga to accuse us. The Bible says that the devil is the accuser of the brethren. So the work of the enemy is to accuse us before God. Ya kwamba angalia hata kama umeokoka, but wacha niwaambie, Bwana sifiwe. Wakati umebeba burden ya shetani, nikuulize, mtu akiwa mchafu ananuka, akitembea kwa barabara, unahitaji kupiga picha hizi kujani, they will just come. Kwa sababu gani? Amebeba chakula yetu. Tuko na legal ground. Hata ukipiga itakuja tu, na ingine kuja baka kwa mapua, ingine sema baka kwa mdomo yako. Kwa sababu gani? Uko na legal ground yake, kitu ambacho namuitaga. Sasa unapata maisha yetu kuna legal ground ambayo shetani amekanyaga hivi. Umeokoka, unampenda Mungu, but you keep on falling into immorality. Inamaanisha that hapo ndio shetani ameweka miguu yake. Kama hujaolewa, ni dhambi, ni makosa kulala na mwanaume. Kama haujaolewa rasmi, pastor wako ajue, wazazi wako ajue, unapochukua mwanaume mnaenda na yeye, ni dhambi, ni makosa, ni aibu. Unaita hukumu ya Mungu juu ya maisha yako. Hapo ndio mtu asema amen. Hapo ndio mtu asema amen. Nijua mtu asema amen. Nataka mwambie, mtanunua gari, mtaenda ng'ambo. Hakuna kwenda ng'ambo. Deal with the problems in your life. Bwana sifiwe. Na kama uko hapa ni uko na boyfriend, you have a boyfriend, na unajua vitu mnafanyanga na boyfriend, enda leo kwa boyfriend pole pole, mwambie my boyfriend, tafadhali, I divorce you in Jesus name. I want to live a holy life. Kama uko na boyfriend yuko serious kukuoa, apray kwa wazazi na kwa pastor wako. Lakini kama wewe ulishuka na kujaga kudu kwako mnalala na yeye, my friend, unaweka laana juu yako, you will never be married. Huyo mtu atakutumia, ikifika mahali atakudump, wakati umeshaisha hakuna mtu atakutaka. Mwambie leo, my friend, if you're not ready to marry me, I divorce you in Jesus name. Very simple. Bwana sifiwe. Hapa kuna amen. Kwa sababu unajua jana usiku ulilala na nani? Sasa kwa kuna amen. Unajua ulilala wapi? Nini ulifanya jana usiku? Pastor wako hawezi kuona, mzazi wako hawezi kuona, lakini Biblia inasema macho ya Mungu yanatembea duniani kote na inaona uovu wa wanadamu wanafanya. Proverbs. Wewe tenda, Mungu anakuona, na kuna siku utakamatwa. Na Mungu kwa mata hivi utaepuka. Na kama utaki kuacha dhambi, kuna wakati Mungu anaweza sababisha ukae kwa wheelchair maisha yako yote. Mimi nishaona mtu, kuna mama, sababu wengine mkono namjua. Huyu mama bwanake alikuwa pastor. Huyu mama alikuwa anafanya Kenya Power, alikuwa na pesa. Bado hata yuko sasa hivi, alikuwa na pesa kuliko bwanake. Akaanza kudharau bwana, anaenda nje na wanaume wengine, onyesha bwanake, mpaka bwana anaomba tafadhali. Anakataa kusupport bwana, anatusi bwana, anaenda na wanaume, mpaka analeta wanaume ambao anafanya nao kazi nyumbani kwake. Yeye pastor ana shida, anaomba tu. Anakuja sasa anakuta mama na jamaa kwa sitting room wamekaa, tunajua kuna mambo inaendelea, anaambia bali kama ingeko bedroom na anaenda tena kutukuomba. Huyo mama alikuwa mdosi kwa Power, alipoenda na gari alipata ajali akaanguka vibaya. Huyo mama leo hii ako kwa wheelchair, hata kukojoa, kujisaidia yote haja kubwa na ndogo amekuwa kitu kwa wheelchair. Kazi kaisha, sasa ni mzee anang'ang'ana na yeye. Na Mungu alisema hata toka kwa wheelchair, kwa sababu Biblia inasema chochote mwanadamu anapanda hicho ndiye anavu, Mungu abiakiwi. Kwa hivyo zile vitu napenda kutenda kwa siri, tenda. Biblia inasema anatenda damu, tenda kabisa. Tenda kula. Kuna siku Mungu atakukamata. Utatuomba tukuombe to be too late for you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Why is it that many a times we go through challenges? Inamaanisha kuna demonic legal ground in our lives. Ephesians 4:27 inasema hivi, usimpe shetani nafasi. Sasa kuna nafasi shetani alipewa kwa maisha yetu, akapata legal ground. Kuna milango. Sasa sikia, kila mtu aniangalie.
Tunapookoka tunaombaga maombi ya kijumla, ni kweli? Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe. Lakini baada ya kuomba maombi hayo, you are supposed to go deep in your life and to begin to dig out into your life. Kuna zile vitu, maana shetani hata kuletea majaribu mapya. Ile kitu ulikuwa unapenda kufanya kabla hujaokoka, hiyo ndio shetani atakuletea. Kama ulikuwa unapenda masengenyo kabla hujaokoka, utakuta hata kama umeokoka unakana unasema yeye si masengenyo, na kama useme Mungu anisamehe, wewe tena unakaga hivi. Lakini the real sense unasengenya. Ile kitu ulikuwa unapenda kufanya, hiyo ndio shetani atakuletea. Kama ulikuwa hujaokoka, ulikuwa mtu wa wanaume, ukiokoka, hiyo ndio shetani, hiyo ndio majaribu shetani anakuletea. Ukiamka ukiota usiku unalala wote na wanaume, ukiamka asubuhi ni wanaume tu. Hata ufikiri, yani mawazo yako yamekuwa tu, haufikiri chochote. Wote bora unatembea ni mwanaume gani ataniambia hello there. You have a problem. Kuna legal ground. Biblia inasema kwamba tusimpe shetani nafasi. Na shetani anapopata nafasi kwa maisha yetu, anatumia hiyo nafasi kupiga na kuvunja maisha yetu na ku make sure kwamba hatufanyiki kile Mungu alituumba tukue. Na wacha nikwambie, Mungu anakusudi na mipango mzuri juu ya maisha yetu. Lakini wakati shetani anapopata legal ground, basi anaharibu makusudi ya Mungu juu yetu. Sasa sikia, Mungu alinipea ufunuo. Mbona John 10:10 inasema mwizi anakuja kuiba, kuua na kuharibu, na inafaa kuja aibe, haribu ndio auwe. Sikia, anaiba, akishaiba anaua, anakuiba kisha anakuua. Anaua nini? Anaua the nature of God in you. Anaua the godly desire. Anaua the vision and the dreams in your life. Kisha anakumaliza kwa usherati, anakumaliza kwa upombe, anakumaliza kwa uongo, unakuwa mtu useless. We can say no to the devil. Every legal ground that Satan has in our life, today we can plead the blood of Jesus Christ. Milango yoyote iliyofunguliwa, shetani akapata nafasi kwa maisha yetu, sikiza, we have the blood of Jesus Christ. The maandiko yanasema kwamba the blood of Jesus speaketh better things, hallelujah, than the blood of Abel. It is the blood that was shed at the cross of Calvary to redeem humanity from demonic oppression. Hapo ndio mtasema amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Some of us, before we got saved, kuna some places we visited. Hiyo najua kwa mtu atakubaliana na mimi tita wangu. Bwana asifiwe. Kila mtu, hata mimi, I visited a witch. Hata mimi najua, hata wewe. Na kama ukwenda babako alienda kwa niaba yako. Kuna watu walitembea. Ulienda kwa wale watu wanasoma viganja. Wakamwambia naona wewe utakuwa mtu mkubwa. Bwana asifiwe sana. Ukaenda mahali wanafanya anasema, ukaenda mahali ukachoma mshumaa, ukaambia usimame katikati uanze kudance ndio Mungu ateremke. Siku zote tumeenda, we've done all these things. Bwana asifiwe sana. As a result of that, shetani akapata legal ground. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba as much as God desires to deliver us, Mungu hawezi kutufikia maana kuna legal ground. Sikia, ukitaka roho wa Mungu atembee, lazima tutengeneze atmosphere. Number one, kuwe na purity na repentance. That's when the Holy Spirit can come down and minister to us. Bwana asifiwe sana. If you want God to minister to you, make sure the atmosphere is good. Make sure kwamba the atmosphere is welcoming. People must repent. People must be sorry. There must be purity in our hearts so that the Holy Spirit can come and minister to each one of us. Because each one of us, we have issues in our lives. Kuna wengine wetu kwa sababu ya kule tulienda. Kuna wengine walifanya abortion. Kuna wengine, Bwana asifiwe. Kuna mwalimu shule tulikuwa Thursday, Friday, mwalimu alikuja akaniambia, Bwana asifiwe pastor, nataka naongea tu hapa yuko pastor, nataka nikushare na niambie. Akaniambia kwanza nataka unifanyie deliverance. Mwalimu msichana mrembo sana, simlemwona. Akaniambia pastor, mimi shida yangu. Nasema nini? Sema, je, niliwaambia? Lesbian. Mwalimu mwanamke lesbian na yuko shule na ameokoka. Anambia pastor, nikaona kasema kama nimeshinda legal ground. So kuna vitu ndani yetu hata kama tumeokoka inatuma Mungu hawezi kutufikia. Kwa sababu hizi ni vitu tulifanya kabla tujaokoka, imekuwa legal ground, imekuwa stronghold in our lives. Kuna wengine kabla hawajaokoka walikuwa na masturbation. Mlikuwa mnafanya masturbation. You know all these things. You are real.
As a result of that, shetani amekuwa na upper hand against you. Hata kama unaomba ni kama maombi yako ni kelele mbele za Mungu. Unless number 1, you repent, genuine repentance. Number 2, you confess. Number 3, you disconnect yourself from that power. You will never overcome sin in your life. Kuna wengine wetu before tuokoke tulienda kwa fortune tellers, wale ambao wanatuambia mambo mazuri. Unaenda kuambia, unaona mwambia, "Mam, shosho," mwingine ambao unaita shosho, mwingine dadi, mwingine uka, wengine mnyanyura. "Nimekuja uniambie nyota yangu inasema," anakuambia wengine tusoma bana gazeti. Magazeti pale kwa Star. Unaona crocodile anasema Star yangu inasema hivi. Those are satanic. Those are demonic. Mnajua hivyo? Wale mnasomaga zile Star kwa gazeti. Mnasema leo nisoma Star yangu ikaniambia leo utakuwa na kisirani. Leo siji mgeni atakuja. Those are witchcraft. Those are witchcraft. Kabisa. Kweli Mungu akitaka kunena na watu anaenda kupitia Biblia. Si ile kitu mtu anaenda na. Ndio watu wengi ambao wanaandika magazeti, wengine wanakuwa wachawi. So wanaandika tu Star yako, wewe Linda, wewe ni octopus. Kwa hivyo Star yako leo ni kisirani. Na ukiamini hivyo siku yote itakuwa kisirani. Kula madongo ticha. Hiyo ni legal ground. Shetani anapata legal ground kwa maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wengine wetu kabla tujaokoka tulikimbia kwa diviners. Unaenda kwa nyumba, mama anakuambia maneno na unajua which haiko ukweli kabisa. Ikakuwa wrong foundation in your life. As a result of that, shetani akapata legal ground. So kuna wengine wetu tulienda kutafuta msaada kwa wrong places. Kuna wengine sasa ticha wango hata kanisani bado wanaenda, lakini wako na mama ronda wanaenda kumuombea. Wanataka mama kumuuliza mama, leo mambo iko aje? Mungu anasemaje? Adui watakuja. Bwana atatoroka. Leo tutakula nini? You consult altars. As a result of that, our lives are arrested. Satan has a legal ground in our lives. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Revelation chapter 3 verses 20 inasema kwamba nasimama katika mlango wa moyo wako na bisha. Now understand ya kwamba God iko na spiritual laws. Tunaita 4 laws of spiritual 4 laws. Ni sheria za kiroho ya kwamba hata kama Mungu alikuumba kwa sura na mfano wake, lakini ametupea a free will. Bwana asifiwe sana. You make your choice. You make your decision. Sasa maandiko yanasema kwamba nasimama kwa mlango wa moyo wako na mimi nabisha. Anasema mimi ni Mungu. As much as I have power, I am God and there is no other God besides me. Nikitaka naweza ingia na fujo, lakini kwa sababu I have my principles, I have my laws, therefore I will just stand at the door of your heart and knock. Ukisikia ufungue, mimi nitaingia ndani. Lakini ukikataa, well and good. Sasa sikia, shetani pia anajua laws za Mungu na anaziheshimu. Hakuna siku shetani atakuja akushike mdomo akwambie kunywa changa by force. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Anajua ya kwamba you have your will. You have what we call willpower to make your decision. So Satan can never force you to do what you don't want. Bwana asifiwe. Wacha nitumie mfano ticha wangu. Bwana asifiwe. If you're not married, ukae tu kwa nyumba, usikie mwili iko moto, what do you do? Definitely hiyo ni kaaro kametupo, si ni kweli? Shetani atakusukuma tutafuta mwanaume. Na utachukua simu useme weko. Oka nini? Mudhuri wako. Oka nini? Alafu utasema, "Pastor niombe." Shetani alijileta, niliita jina la Yesu haikuwork. Hapana, problem is with you. Ulikubali kupeana. Shetani anaweza leta majaribu, lakini ni wewe kuamua whether uende nayo ama ukatae. Bagi, nikupea ni mtimoe, uko na ruhusa ya kuchukua au ukataa. Si kweli? Hivyo ndio shetani hufanya. Anakurushia tu kwa mawazo. Bwana asifiwe. Na make sure sio kwa nyumba peke yako, na make sure umewatch Afro cinema, ana make sure umewatch hizo opera zote, umeona wanaume wakifanya vituko nini. Baku akukishaona hivyo. Sasa make sure kwa nyumba peke yako ndio unasema basi, haiko peke yako, unarusha mshale kwa mawazo. Sasa unaanza kuzunguka nyumba unasema ibandi, bado unasema John, oka nini? There is fire in the house. Fire on the mountain. Bwana asifiwe sana. Ticha wangu. Ni wewe utakuwa umekaribisha shetani ama ni shetani amejikaribisha?
So shetani atakuwa na legal ground. And let me tell you something. Na wakati umeanguka kwa hiyo dhambi hivi, ujue ni mlango umefungua, hiyo dhambi utakuwa unaangukaga every now and then. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Nilijua hapo watu wengi watakagia hii injili. Lakini I'm here to tell you the truth. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kuna wengine kabla waokoke shida yao ilikuwa bitterness, hasira. Na unapata bado wameokoka, bado nakuja hapo kwa ushirika na anaongea na hasira. Si Mungu aukomboe. Ukiambia tu kitu kidogo sema nini? Unasema nini? Hata mimi nimeokoka. You have a problem. Biblia inasema mambo matatu: kuwa haraka kusikia, kujibu na kutenda. Lakini kuna mtu akisikia tu maneno aseme tu James aseme tu sasa aseme pasa sasa ndio sitakuwa nina shughuli that man has a problem, because from the abundance of the mouth speaketh. Bwana sana. So shetani amepata legal ground kwa maisha yetu kwa sababu ni sisi we have agreed with the devil. Bwana asifiwe sana. Ukisoma John chapter 14 and verses 30, Yesu anasema I have come, but the ruler of this world, the prince of this world, the god of this world has nothing in me. In other words, I am clean, I am cleansed, I have overcome the powers of darkness. Therefore Satan has no legal ground in my life. Unakusoma 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4, inasema the god of this world has blinded them. Meaning that when men sin, sasa shetani alipata mamlaka wapi? When men sinned against God, mwanadamu of his accord, he gave Satan the power that he was given by God. Bwana asifiwe sana. And the devil became the god, the symbology of this world. Bwana asifiwe sana. So the worldly system is under demonic control. Ukakijua hivyo. Worldly system is under the powers of darkness. And that's why Satan is ruling. Hapa. Wewe, toka usiku, toka saa moja giza kisha ingia, pita kwa kona. Utaona hata unaona chacha nilio mkono yako na mwanaume wa kona unashikana usagani. Ala. Hata huyo. Yes, kata mano. Urudi kwa bedroom. Because Satan is the god of this world. Sasa Yesu anasema, I have come in the world, and that very God, that prince of the world, that Satan, has no power over me. Why? Because I have overcome him. We can also overcome the devil. I say we can overcome the devil. Amen. If Jesus overcame the devil, we can overcome the devil. If Jesus overcame death, we can overcome death. If Jesus overcame poverty, we can overcome poverty. If Jesus overcame witchcraft, manake Yesu alizaliwa hapa Kenya. Mzalezi alio mbinguni hapa. Alitembea hata warogi walijaribu kumroga. If Jesus overcame witches, we can also overcome witches. If Jesus overcame the powers of darkness, na mnaandika tu kwamba whatever is born of God, because we are born of God, meaning that we carry the nature of God, we carry the ability, we carry the power of God in us, and because we are born of God, we can overcome the world. Why? Because Jesus overcame the world. Bwana asifiwe sana. Wacha tusome scripture moja sasa. Ecclesiastes chapter 10 verse 7. Ecclesiastes, hii mafunzo nitaendelea nao Friday. Bwana asifiwe. Alafu next week kuna teaching tunaanza. So nataka nimalize hii. Haya, Ecclesiastes chapter 10 verse 7 haraka Linda. I have seen slaves on horseback. Soma pole pole. I have seen slaves on horseback, while princes go on foot. Sikia, rudia tena. I have seen slaves on horseback. Sikia, anasema nimeona wafungwa wakitembea na farasi, lakini watu ambao inafaa watembee na farasi wanafanya nini? They go on foot like slaves. Wanatembea na miguu kama wafungwa. What is the problem? The scripture is very open. Inasema I have seen, come again, I have seen slaves on horseback. Ngoja hapo. I have seen slaves. Yani people who are supposed to work for you. People are supposed to serve you as a child of God. They are walking on horses, but to you, born again, Holy Ghost filled, you are walking on feet. In other words, you serve your enemies. What went wrong? Because
God cannot allow you to serve your enemies unless kuna legal ground. You can never serve your enemies unless the enemy has power over you. You cannot serve the sick. Kila mtu aniangalie. Mimi kuna siku nilikuwa mgonjwa nikasema I cannot serve God and sicknesses. One must go and sicknesses must go. I must remain with God. You can never serve God, Bwana asifiwe sana, and serve the devil. You can never serve God and serve prematurely death. You can never serve God na witches wa kukamate. You can never serve God and suffer in poverty unless kuna legal ground. Shetani hawezi kutugonga unless kuna legal ground. Shetani hawezi kukuguza unless umemkubali. Shetani hawezi kuleta magonjwa kwako unless kuna milango imefunguliwa. Sasa maandiko yanasema nimeona watumwa wanatembea kwa farasi, lakini watu ambao nafaa watembee kwa farasi tena wamekuwa watumwa. Hivyo ndivyo kanisa iko leo. Watu ambao nafaa wakuwe na magari zao, wakuwe na manyumba zao, wakuwe wanang'ara kwa ulimwengu wa biashara, leo hii wamefanywa bure. Lakini watu ambao ifai wang'ae kwa ulimwengu wa biashara ndio wanang'aa. Kama ulikuwa unauza nyanya kreti 10, leo unauza kreti 1, inamaanisha umefanywa the slave of the enemy. I break the power today. Whoever arrested your life, whoever bewitched you, yote alitumia uganga na uchawi kufunga maisha yako, na vunja nguvu hizo, na angusha madhabahu hayo katika jina la Yesu. Natangaza siku ya leo nyota yako itang'aa tena, urudi kule juu mahali ulikuwa. These are the things that you don't understand. People don't suffer for nothing. People don't suffer for nothing. We suffer because the enemy has a legal ground. Anasema nimeona watumishi juu ya farasi, lakini princess ni watu nini actually? Sawa, acha niseme princess. Nimeona watumwa. In other words, watu ambao inafaa kutumikie. Bwana asifiwe. Ndio ukienda kwa asubuhi, ukienda nyumba upata breakfast, ameweka mayai kama 3 boilo, ina fried, mguu ya kuku hapo, ameweka sausage, ameweka njugu, ameweka ndizi, ameweka machungwa. Lakini wewe mtu ingia kwako ni KDF na strongi. Tena KDF kuna unasikia kama mimi nataka kutoka. Sasa maandiko yanasema kwamba hivi ndivyo tumefanywa. People are supposed to eat good. People are supposed to succeed in the business world. Are the people who are serving the enemy. Leo tunakataa kila nguvu za kigeni zilizokamata biashara yetu, ikakamata maisha yetu, ikashika pesa zetu, ikafunga milango zetu, ikaribu fanaka zetu. Leo tunatangaza haina uwezo. Leo tunatangaza ivunjike. Kila madhabahu yaliinuliwa, maisha yetu yagandamizwe. Tunavunja madhabahu hayo. Aliyechukua picha yetu, aliyechukua pesa zetu, nguo zetu, akapeleka kwa waganga na wachawi kukamata maisha yetu, leo tunatuma moto kwa madhabahu hayo. Tunavunja nguvu hizo. Tunavunja roho za uchawi, roho za urogi, nguvu za giza, malango ya kuzimu, roho za giza, mapepo na majini, tunayafunga na kuyagandamiza katika jina la Yesu. Natangaza watu wafunguliwe na waingie kwa nafasi zao. Some of us, we may not know what our forefathers did. Wengine wetu tukiwa wadogo hivi, dadi alikwambia beba ikuku tupeleke. Innocently ukujua ukapeleka kwa mganga, ukasimama, mganga akachukua akatangaza maneno. Hata kama umeokoka, you are also counted, ulikuwa partaker of that altar. That's what you don't understand. Sikia, Ibrahimu, na tutaona next week nikianza hii mafunzo. Ibrahimu watoto wake alikuwa wapi? Biblia inasema kwa mifupa. Na kabla hajawazaa, alipoenda kutoa tithe, maandiko yanasema kwamba hata watoto waliokuwa mfupa wake pia walihesabiwa wametoa. Kwa hivyo kama babako alienda kwa juoga, kwa mganga, akafanya visanga hata hujazaliwa na ulikuwa kwa mfupa yake, ukitoka unatoka tu ambe ajuoga, hata mimi pia nimepata that witchcraft. Unajua hivyo? Bwana asifiwe. It is biblical. Kwa hivyo kama babu zako alioa bibi 10, baba nakwambia baba, hata kama hata bibi 5 walete kwa nyumba, lakini utapata kila mahali ameweka kabibi. Tao, unaona store. Ni bibi yangu wa 3. Pale ni bibi yangu. Hata wengine wakumbuki majina. Kuna possibility ya kosa kuwaleta kwa nyumba muaone, lakini hiyo damu, your spirit may be saved, but your blood don't get saved.
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Damu yako iokoki. Kwa hivyo mambo yanatendagwa ya kifamilia inakuwa kwa damu ya mtu. Rahab the prostitute, anaitwa the prostitute. Alikuwa great grandmother wa David. Rahab alikuwa great grandmother wa David. Wewe angalia maisha ya David ilikuwa. Mpaka akaua Uria, awe bibi Uria kwa sababu ya damu. Na Mungu anasema I found a man after my heart, lakini bado anaua. Bwana asifiwe. Solomon alikuwa mtoto wa bibi ya Uria. Unajua hivyo? Angalia Solomon maisha yake. Alioa bibi ngiri. Hata mchezo. Kwa hivyo kakata nimeokoka napenda Yesu na babako alikuwa na bibi 5. Mimi nakwambia utaoa 70. Na si necessarily waleta kwa nyumba. Lakini ukitembea hivi ukitembea kwa barabara watoto 6 wanalia dadi. Bado unasema bado ni wakanye. Wote mbegu yako. Kuna possibility. Na some of us kama tulikuwa wabaya, si ni kweli? Kuna legal ground tulifungua, some of us tulifanya abortion. Na wacha nikwambie, it's a serious issue. Kama ulifanya abortion, ujue unaitwa amadara. Hata kama umeokoka unaitwa amadara. Number 1, kuna dhambi ya kuconfess na kuna dhambi ya kwenda kwa pastor wako kuconfess. Hiyo ndio James anasema. Kwamba tubuni dhambi zenu moja na mwingine na muombeane limpone. Hiyo inaongea kuhusu kanisa, sio wenye dhambi. Kwa hivyo kuna dhambi ulitenda inakuhukumugi, ina legal ground. Hiyo enda kwa pastor kumwambia pastor, mimi nataka kuambia. Mimi ukiniona hivi nilipata mimba na sikutaka. Kameza malaria kweli. Kwa sababu hata ukilala na usipodini nayo, kuna siku utasikia watoto wanaanza kulia kwa masikio yako. Mami, ushuniaje? Kwa sababu Biblia inasema kwamba uhai wa kila kiumbe iko kwa damu. Na hakuna damu inaendaga bure. Abel aliua nani? Si ni kweli? Alafu Kain amekufa lakini damu ilikuwa ni ya Bwana mpaka Mungu anamwambia sikia, damu ya ndugu yako inalia kutoka mchanga inasema nilipisha kizazi. Damu huwa unena. Na wale wote hata wale mwangika ambao walimuaga watu wakamwaga damu, some of them died and some of them were new crazy. Si ni kweli? Maana damu ni uhai wa mtu. Sasa kuna unajua church point tunahubiri pastor ndio kosa kuambia kwa sababu akikwambia utakosa kuleta tithe. Unajua hivyo? Kuna pastor anakopa kuambia kule maana anajua utatoroka. Si kweli? Utaleta tithe. Hapo ndio kuambia ukweli usipotoa sadaka haina shida. Mimi sina shida, si bwana naendelea na maisha yangu. Lakini bwana anikusaidia hadi kutoroka utasema James alinisaidiaga. Kuna vitu tulifanya before tuokoke as a result of that hata kama tuliokoka lakini hatujaenda ndani tukayachimba. Kwa hivyo kuna mtu nafaa ukae peke yako uanze kuchimba. Ulikuwa before uokoke kazi yako you are very special kwa kuiba bwana za watu. Chimba maisha yako ujue. Angalia mtu kama nani? Samaritan woman. Unajua kwa nini Samaritan woman alikuwa nayo shida? Hamjui. Sikia, kila mtu anisikie. Jacob alioa bibi ngapi? 4. Jacob alikuwa great grandfather wa Samaritan woman. Jacob alizaa Judah. Judah akalala na daughter in law. Sasa angalia hiyo damu. Unapata cousins wanalalana, cousins. Mbona? Umeona? Na leo mnakaaje? Kwa nini mmeshtusha sana? Ha? Kwa nini mnampata hiyo funuo? Magi, ikoaje? Pastor Florence ikoaje? Ha? Ati? Sasa mnasema nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So inamaanisha kuna legal ground in our lives. Ndio Bwana asifiwe. Hebu nikuulize, ni watumishi wangapi ushona Mungu anawatumia lakini nafika mahali kama alikuwa anapewa wanatembea kwa upako na nguvu za Mungu inafika mahali wanakuwa tu dry mara moja. Kwa sababu kuna legal ground alipookoka hawakudili nayo. Yesu anasema nimekuja ulimwenguni lakini miungu ya ulimwenguni haina uwezo na mimi, hawezi kuniangusha, hawezi kurudisha nyuma, hawezi kuniingisha kwa dhambi, maana yake nimemshinda. Sasa wewe ndio inuke, useme nataka kuwa mwimbaji, nataka kuwa mhubiri, rudi chini, dig into your life. Chimba maisha yako, kuna vitu nafaa utoe. Kuna kwa waganga tulitembea, Linda. Lavenda. Na hata kama tulienda baba zetu walienda kwa waganga.
na umebeba damu yako. Kwa hivyo damu yako pia ukiwa na thermometer ya kiroho utakuonyesha tu ajuoga muganga lavenda muganga, kwa sababu baba muganga lavenda muganga. Some of us we may not know what our forefathers did. Ndio maana Biblia inasema katika Malachi chapter 3 verse 7, from the days of your fathers you've gone away from me. I say me from your days. Anaanza na siku za baba zetu, from the days of your fathers. In other words, you may be right, you may be righteous, you may be saved, you love the Lord, lakini from the days of your fathers we went astray. Our problem started somewhere, so you must go back. Kuna mtu alikuwa anapenda kuniambia, James, before I preach, please take me back to the cross where I first met Jesus Christ, so that Jesus Christ can wash me, can cleanse me, can remove anything that is not of God in me. Bwana asifiwe sana. I want to remain, nataka kubaki mtu na Mungu. Lakini leo hii shida kanisani Ticha Wango, tuko na watu lakini hawana Mungu ndani yao. Mungu aliingia akachungulia akatoka. Maana Mungu alikuja akapata nyumba yetu ya roho imebeba vitu, imebeba masengenyo, imebeba wivu, imebeba machungu, imebeba madharau, imebeba masengenyo, imebeba kisirani, imebeba mambo yasiyofaa. Mungu akachungulia akatoka. Sasa sikia, ukiwa na tini nje imeandikwa Bluebird na capital letters, lakini ndani hakuna Bluebird, ina maana kweli? Even though Wakristo haiko nje, I'm born again, going to heaven by faith, lakini ndani yao God is not there, that life is not there. Kuna satanic legal ground ya kwamba hata kama Mungu anataka kutukomboa, Mungu anataka kutusaidia, Mungu hapati nafasi. Maana tulipookoka kuna vitu bado tumebeba. Kuna watu wako kanisani wamebeba usherati, kuna watu wako kanisani wamebeba wivu, kuna watu wako kanisani wamebeba ile maombi mbaya, tunaombeana mbaya. Baba, tunashikana mkono, tunaomba Baba, leo naomba hiyo shirika James alisema watu wachanganyikiwa anguke, na mimi nasema fire back to sender. Kuna watu kanisani, we have a problem. No wonder revival imechelewa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Tumekuja kanisani na tumebeba mizigo ambayo si ya kiungu. Leo mizigo hiyo ianguke. Leo mizigo ianguke. Chochote ndani ya maisha yako ambao shetani anapata hata hapa andi kukufinyilia, leo natangaza haina uwezo, uachiliwe na ufunguliwe, na maisha yako yawekwe huru, laana zivunjike. Kila milango iliyofunguliwa nafunga kwa damu ya Yesu. Natangaza neema ya Mungu juu yako. Wewe hautazuiliwa. Kule baba zako hawakufika, wewe utafika na upite. Chochote wazazi wako hawakufanya, utakuwa wa kwanza kufanya. Natangaza siku ya leo, watoto wako watafaulu, ndoa yako itafaulu, maisha yako itafaulu, huduma yako itafaulu, wewe utabarikiwa, wewe utaenda mbali, mipaka yako ipanuliwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Amen. I want to give you like what the first major interest. The first major hindrances to our deliverance, number one, is unforgiveness. Napeana tu moja alafu zingine nitaendelea Friday, sawa? Unforgiveness. Many believers are living and walking in unforgiveness. Number one, unforgiveness releases evil tormentors in our lives. And evil tormentors use unforgiveness as an open door and nesting ground for evil activities in our lives. Number two, unforgiveness gives Satan legal ground in our lives to fight us, to plant sicknesses in our lives, to plant defeat in our lives. And therefore, as long as we have the demons of unforgiveness in us, it will be hard to remove that force in you unless you acknowledge and deal with it. Ndapena tumbili leo. The second hindrance to our deliverance is human will, your will. Some people normally say with their mouth, they want deliverance, they want help. But really, they don't want it. Everybody listen to me. God deals with us as a person, not as a group of people. God will deal with us as an individual.
If the individual does not want the intruders evicted, they will stay. It is your will, it is you to decide whether you want deliverance, you want to be assisted or not. You cannot cast out the friend that you want to live with. Huwezi fukuza ule rafiki unataka kukaa naye. Kwa hivyo, if you are willing to stay with the demons of sicknesses, poverty, and regression, that will be upon you to decide. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. You must want the demons to leave you. You must be willing. You must let go. Because human will is a powerful instrument. Now, if God wants to work with you and in your life, unless you are willing, then God can never come in your life. If you are sick in your body, unless you are willing to be healed. Soma Matthew 8. Biblia inasema kwamba Yesu alipokuwa akitoka mlimani, kuna alepa alikuja akamwambia Yesu, if you are willing, heal me. Yesu akamwambia, I am willing. But also, you must be willing. If you want to be delivered from satanic forces, from the evil things that you keep on doing, from sins that you keep on falling into, if you want to be delivered from them, you must be willing from your heart. Bwana sifiwe. Inamaanisha your will inachangia your freedom. Your will inachangia your liberty. Unless you are willing, then the enemy in you will continue having access in your life. Unless you are willing, God, to touch you, to change your life. Unless you are willing. So you must be willing. So your will is there. If I want God to use me, God, I am willing. Use me, Father. Use me. I am willing. I surrender my will to your will. And that's what Jesus said. Pray that the will of God be done. Man, the will of man is very wicked. The will of man ni wanataka tu, mimi nataka pesa, mimi nataka niendelee. But the will of God ni ya kwamba tubarikiwe wote, tuendelee pamoja. Lakini the will of man ni kwamba mimi nataka peke yangu. Wewe ushasoma story ya shetani? Alisema will tano. I will. I will lift up my throne. I will be like the Most High God. So I will. So you must be willing to allow God, to allow the will of God to take over your will. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. When we turn our wills toward God and renounce the evil and refuse to host evil presence of Satan in our lives, God honors our wills and work with us by His Spirit, evicting evil spirit and their effects in our lives. So we must be willing. God will work with us if we are willing. Leo sitafanya deliverance tafanya Friday. Wacha nimalize zote, si kweli? Because of the deliverance tafanya Friday. Number 3, the third hindrance to your deliverance is fear. Sema fear. Fear. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Inasema, for God has not given us the spirit of fear. So the devil can use fear to hinder you, to fight you, to make sure you never arise. Number 1, we have what we call unknown fear. Ile fear ujui, you just feel fear. Unknown fear. And number 2, known fear. I fear to die. I fear to be sick. I fear to be ashamed. So the enemy always will put fear in our lives so that he can arrest our destiny. Some people are so fearful. Unknown fear, known fear. Some fear experience and through that fear they will block and resist the very thing that they need in their lives. Others are fearful of exposure. They feel sure that the Holy Spirit is going to lay out in the public scrutiny every evil or despicable things they have ever done, and they will be subjected to public humiliation. Now listen to me, the Holy Spirit is a friend. Bwana asifiwe sana. And the Holy Spirit cannot work where there is fear. The opposite of faith is fear. Bwana asifiwe sana. So you must have faith. God works where there is faith.
But the devil works where there is fear. Fear invites Satan, but faith welcomes God in our lives. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Understand that for God to work in our lives, God will always operate in an atmosphere of love and gentleness. Number 4, the fourth hindrances to our deliverance is hidden sins. Wacha nimalizia hapo sasa leo. Sema hidden sins. Hidden sins. Unaona Gadoni andikagi, Kare andikagi, Tichalabenda andikagi. Nyinyi hata Steve anakuja hapa na katu kama big boss anamuandiki. Hizi teachings zitawasaidia. Tulipokuwa Siaya, Steve alifunza ile teaching na funza hapa. Ni kweli Steve? Kabisa. Ile scripture quote, wacha ni mchezo. Quote this thing tuombe nazo. Haya. Utanikumbuka, mrefu shirika kwa siku zote. Utanikumbuka siku moja. You remember me. Naambia kweli kabisa mbele ya Mungu, you remember me. Na siku utanipigia simu, bwana sije tunapata zile notes zako. Kila nimeenda kuhubiri Kitengela. Wakati nimeacha notes zangu kwa hapo penye pastors walikuwa nimeenda kwa choo kuja, napata pastors wanaanza kuangalia notes zangu, imagine. Naambia please pastor, can you have these notes? Nikamwambia no. Nimehubiri wakasikia these things are very powerful, I need these things. Babu ndio ananipigia simu, pastor, si tukutumie pesa tu photocopy tutumie hizo notes. I refused. Sitaki. Nyinyi mko hapa baada mchukue hizo notes za usaidia, mnaniangalia tu. Sawa. Kwanza tu mimi siona Gadoni akitake notes. Na siona Steve akitake notes. Na siona Janet akitake notes. Na sijaiona Lavenda akitake notes. Haya. The fourth hindrance to our deliverance are two hidden sins. Sema hidden sins. Hidden sins. These are the unrepentant sins which will block the power of the Holy Spirit as he desire to minister freedom to us from demonic bondages. We must create a conducive environment for the Holy Spirit to work, because the Holy Spirit of God only works in an atmosphere of truth and purity. Examples of unrepentant sins or hidden sins. Number 1, drug addictions, abortion, murder, witchcraft, divination. Watu wanaandika kweli. Umeenda kwa fortune tellers, or you've read horoscopes in newspapers. As innocent as all of us that appears, it is still witchcraft. Any indulgence in witchcraft blocks the ministry of the Holy Spirit in our lives. The enemy is in his territory and will not move unless a person has a sincere, repentant heart. Tusomee ya mwisho Deuteronomy 18, 9-12. Ninamalizia hiyo siendelee. Haraka Deuteronomy. Are you there? Deuteronomy 18 verses 9. Inasema when you enter the land to 12. When you enter the land the Lord your God is giving you. Sikia, God is giving the people of Israel instruction through Moses. Anambia, when you enter into the land that the Lord God, your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of Sikia, do not do according to the doings of the people in that land. Sasa sikia, tunapookoka inamaanisha tunaingia kwa promised land za kiroho. Bwana sio sana. Sasa kuna mambo Mungu anasema mnakapookoka, kuna mambo haifai mufanye, lazima muyawachane. Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire. Sikia, kusipatikane hata mmoja wenyu. Sikia, kila mtu aniangalia. Hata sisemi bali cha wangu. Hapa Ronda. Kuna watu wanapatiza kwa moto. Mnajua hivyo? Unaambia upeleke mtoto aruke moto ili amepatizwa. Biblia inakataa hiyo. Wengine wanaambia Elijah Msambwa ama Jehova Wanyonyi, mnakaa chini mnapigwa na bendera sasa mmepatizwa. That is witchcraft. Witchcraft. Na kama ushafanya hivyo kuja unione kando ni kuombea na nikemee shetani. Na wewe upatizwe vizuri sasa na pastor wako.
Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery. Who practices divination or sorcery. Divination, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Divination. God is against divination. Diviners ni wale watu wengi wanapenda kuvaa nguo za marangi. Alafu wanakaa kwa nyumba wanakuita. Wanakwambia Mungu anasema hivi, wanafanya vituko, wanakutia sacrifice, wanakwambia uongo. Wanakwambia mimi vile naona meeleangusha biashara yako ni tisha wango. Na hiyo biashara yako vile aligeuza sasa yende anaendea na hiyo lori. Kwa hivyo tukitaka mzuri, wacha tuombe aanguke. That is divination. Mimi kuna wakati hata utakuja hapa Mungu atanifunulia mambo yako na sitakwambia yote because najua kuna mwingine nikwambia utaenda kupigana na huyu mtu nimekwambia. I know that. I know. Ukuja hapa nikwambia Pastor Florence madhino ndio anakuroga. Pastor Florence anatoka hapa tu hapa atanyamaza tu asiku lakini kutoka pale. Bwana sio mama. Nimeambiwa nimekujua nimekujua. Nimekujua Mungu amekufunua. Mchai wewe. Mungu amekufunua. That's our problem. Ni kweli tutamango. That's our problems. Na vita vyetu sio vya kimwili, vita vyetu ni vya kiroho. Ninapokuambia jambo fulani, don't confront the person, confront the powers in him or in her. Hiyo ndio mimi nakufunza. Endelea my sister. Interpret omens, engage in witchcraft or cast spells, or consult the spirits of the dead. Wachi hapo kwanza. Consult the spirit of the dead. Sikia, kila mtu aniangalie. Hata nikaa kwa sasa niseme hii maneno ndio mtu watu washtuke. Mimi kitambo sana nilienda kwa mganga. Kitambo sana. Baada kwa mganga nilipelekwa na rafiki. Mganga akaniambia nikae. Na kuna watu walikuwa wanasumbua na mimi shamba. So mganga akaniambia nataka uite jina babako marehemu mara 10. Na ukimuita hiyo roho itatoka kwa makaburi na ikuje ifanye revenge. Ndio Biblia inasema tusifanye. Unaita jina babako na kisha kufa mara 10. Na kweli ukianza kutoa mara 10 unaanza kusikia kama unaanza kusikia kizunguzungu sasa. Inamaanisha hiyo spirit sasa imeamuka. Sasa kuna wengine wetu tulienda tukafanya hivyo. Sikia, unless kuna genuine repentance. Bwana asifiwe sana. That spirit will keep on haunting your life. Kwa sababu uliinyima amani yake, si kweli? Na witchcraft wanajua wakishatoa hiyo roho kwa kaburi ni tabu yako utaenda nayo. Hao wabaki. Hao watatoa sacrifice, wajitakase, but your problems will continue in your life. So kuna wengine wetu hapa tulienda kwa waganga, kuna mambo tulifanya. Basi nikwambie Mungu hangenitumia kwa deliverance leo kama sikevi. Mimi nilichukua karibu 5 month prayer and fasting. Nikakonda. Hiyo kazi yangu ilikuwa naingia kanisa saa 2 asubuhi mpaka saa 1 usiku. Nilikuwa na deal na hiyo msingi, na ngoa, na vunja, na bomoa, naweka misingi ya kiungo. Wacha niwaambie sasa hivi. And I'm not bragging, sio kina kiburi. Mimi hata watu 10 washikane sasa hivi maombe nianguke. You never succeed. Maana yake ninajua roots yangu kwa Kristo mahali imefika. You cannot. Hata utoke useme tumepata James akifanya. You never. Mtapia kelele at the end of the day mtaonekana wajinga. Kwa sababu gani? Nimeshatengeneza misingi ndani ya mwamba Yesu Kristo. Sasa sitingiswi. Hata wakati watu wanashikana wanataka kuplay against mimi, watu wengi wameomba kinyume na mimi, wacha nikwambie. Watu wengi wameomba hata nianguke. Watu wengi wameomba ushirika ianguke. Watu wengi wameomba James achanganyikiwe. Lakini wananionaga bado naamuka. Kwa sababu gani? Natengeneza misingi ndani ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. That's the problem. Wakati misingi yetu yako imara ndani ya Kristo, unapata hata wachawi wanapata nafasi. Mchawi anakutupia tu kitu kidogo na kuangusha. Bwana asifiwe. So some of us kuna mahali tulienda kabla tujaokoka. Na hata kuna wengine wetu tumeokoka na tuliendaga. Kuja nikupeleke kwa mama, atakwambia maneno, anaonaga maneno. Na ukaenda kule akakuonea maneno. Na ukakuwa mjinga kama hiyo, alikuonea maneno ambayo sio ukweli. Na ukaamini. Na ukaanza kuja sasa ukuja usiku ukianza kuomba, maana yako niambia neighbor ndio anakuroga. Sasa ukiomba usiku unapiga, unajua nyumba zetu za kanisa zina dabu zimeshikanaga hivi. Usiku ni kwa neighbor. Naanza kupiga, "Bwana, hiyo pepo ya neighbor. Hiyo neighbor nenda kwa mganga. Asante umenionyesha neighbor chomeka." Wacha nikwambie hiyo ni kimwili, at the end of the day ndio utaumia. Kwa sababu kaenda umepewa wrong information, then na ujinga yako ukaact on the wrong information. Ukikuja nikwambie nilipenda na kuonga, ende chukua prayer and fasting, anza kusoma kila roho zimeinuka za uchawi kinyume na mimi, na kuvunja na kubomoa. Wacha kudeal with people.
Hapo hakuna amen. So niko nimemaliza. Sasa mmebarikiwa ama mjabarikiwa? Sasa mmejua kule ama mjajua? Sasa mmejua kule ama mjajua? Sasa kila mtu anielewe. Kuna nini? Bwana sifiwe. Vita vyetu sio vya kimwili. Vita vyetu ni vya kiroho. Bwana sifiwe. Sasa kwa dakika moja ndio kama tumechelewa. Nataka uende mbele za Mungu, fanya what you call genuine repentance. Hata kama unataka mtu asikie, say tubu ile kitu ulifanyaga unajua. Na unajua pengine hata juzi ulilala kwa mtu, was your husband. Unajua ulienda kuna vitu ulifanya, kuna mambo ulifanya. Unajua kuna asili ya dhambi ndani yako. Dakika moja tu tubu. Ukisha tubu, nitakuongoza ku renounce that power and your freedom will be here today. You get out of this place with your freedom. And mbele za Mungu tubu. Hiyo kitu unajua ni sugu ndani yako. Hiyo dhambi unashindwa kuiacha, unashindwa kuiovercome. Unasema mimi nataka nishinde hii kitu lakini inanishinda. Paulo anasema nikitaka kutenda mazuri nashindwa, najikuta nimetenda uovu. Kwa sababu gani? Ni dhambi inakaa ndani yangu. Kuna legal ground, kuna milango nilifungua. Hata nikitaka kuomba, hata nikitaka kumwogopa Mungu, hata nikitaka kuimba, nikitaka kutembea kwa njia za Mungu nashindwa. Nikitaka kuomba najikuta nimelala, kwa sababu kuna dhambi niliyotenda inakaa ndani yangu, haijawahi toka. Sasa hiyo dhambi inapea shetani legal ground kwa maisha yangu, kunipiga, kunifinya na kuumiza maisha yangu. Ambia Bwana leo natubu. Ninatubu hii dhambi. Kama ni tamaa ya macho, kama ni tamaa ya mwili, kama ni kiburi cha maisha, kama ni bitterness, masengenyo, kama ni abortion, kama ni dhambi yote uliyotenda, kama ni usherati, ambia Bwana mimi natubu. Nakuja kwako leo najifungua. Ni kweli nimekuwa msherati, ni kweli nimekuwa mwongo, ni kweli nimekuwa mwizi, ni kweli nimekuwa mtu wa kusengenya, nimekuwa mtu na uwivu na fitina. Leo ninatubu. Nisamehe Bwana. Nitakase Jehova, nioshe kwa damu yako, niweke huru siku ya leo. Na kataa shetani na dhambi. Shira babo weka yata maganda. In Jesus name we pray. Kila mtu sema ombi nyuma, kusema Bwana Yesu, siku ya leo mimi ninatubu kutoka kilindini cha moyo wangu. Nimeishi kwa dhambi, dhambi za midomo, dhambi za macho, dhambi za mawazo, dhambi za kutenda. Bwana nisamehe, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Sijakuwa nikikuogopa, sijakuwa nikitembea kwa njia zako. Bwana, shetani amepata nafasi kwa maisha yangu kwa sababu ya dhambi hii. Leo ninatubu kutoka kwa moyo wangu. Nisamehe, nitakashe, nioshe, nisafishe kwa damu yako. Nifanye niwe kiumbe kipya. Natamani kufanyika chombo cha heshima mikononi mwako. Bwana, kwa kizazi changu nitakase na unitumie kwa utukufu na heshima na jina lako. Nakataa dhambi, nakataa shetani. Kila milango wazazi wangu waliofungua shetani akakaribishwa, nafunga milango hiyo kwa damu ya Yesu. Kila milango mimi binafsi niliyofungulia shetani, Bwana ninafunga milango hiyo kwa damu ya Yesu. Leo natangaza kila mapepo, majini hayana uwezo juu ya maisha yangu. Sasa damu ya Yesu inanena mambo mazuri. Kila mapepo yaliyoingia kwa sababu niliyakaribisha, sasa muondoke. Walioketi wasimame, walioketi wasimame. Sasa sema ondoka. Ila niko sema ondoka. Kila mashaitani ya uchawi na uganga yaliyoingia kupitia milango iliyofungua, leo nimetangaza mapepo hayo yaondoke, mashetani hayo yaondoke. Milango hiyo nimeifunga kwa damu ya Yesu.
Sasa natangaza roho za uchawi, roho za uganga hamuna uwezo juu ya maisha yangu. Sasa muondoke. Roho za vifo za mapema, roho za mateso, roho za kuhangaika hamuna nguvu, hamuna uwezo juu ya maisha yangu. Sasa kwa jina la Yesu muondoke, 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 muondoke. Aliyefunga maisha yangu, aliyefunga maisha yangu zisiendelee. Wewe ni nani? Sasa kwa jina la Yesu ondoka, ondoka, ondoka. Niachilie, 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 niachilie kila mapepo yaliyoingia kwa maisha yangu sasa kwa jina la Yesu. Muondoke, 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 muondoke. Natangaza freedom, freedom sasa, freedom. Naamuru kila mapepo yaondoke, kila nguvu za giza ziondoke, kila majini yaliyoingia kwa nyumba hii ninaamuru sasa muondoke. Hamuna nafasi, hamuna uwezo. Navunja nguvu zenu, navunja madhabahu yenu, navunja uwezo wenu, nguvu za giza, roho za jehanamu. Sasa muondoke, sasa muondoke. Roho za uchawi na uganga, vifungo vya uovu, minyororo ya uovu, ondoka sasa, 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 ondoka sasa. Watu wanafunguliwa, watu wanafunguliwa. Ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa. Leo natangaza katika jina la Yesu, aliyefunga maisha yako, aliyefunga maisha yako, aliyefunga destiny yako, yeye ni nani? Sasa kwa jina la Yesu navunja vifungo vya uovu, navunja minyororo, navunja uchawi, navunja uganga, navunja uganga, navunja uchawi. Fire! 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 Funguliwa sasa! Funguliwa sasa! Funguliwa sasa! Kila magonjwa ya mwili naamuru yaondoke, mapepo yaondoke, nguvu za giza ziondoke, ziondoke. Hamuna uwezo, hamuna uwezo, hamuna uwezo. Navunja nguvu zenu, navunja uwezo wenu, navunja mamlaka yenu. Fire! 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 Toka! Roho za vifo, roho za uchawi, roho za uganga, roho za divination, muondoke mkilia, muondoke mkilia. Navunja madhabahu yenu, navunja nguvu zenu, navunja uwezo wenu, navunja mapando yenu. Sasa muondoke, sasa muondoke. Freedom, freedom, freedom. Ufunguliwe miguu, ufunguliwe miguu. Aliyefunga miguu ya mimoo, aliyefunga miguu yako usitoke Kenya. Funguliwa miguu, funguliwa miguu sasa, funguliwa miguu, funguliwa miguu. Nashika miguu hizi na moto, nashika miguu hizi na moto, nashika miguu hizi na moto. Navunja urogi, navunja uganga, navunja uchawi. My God, my God, my God, my God. Natangaza freedom, natangaza freedom. Kila nguvu za giza muondoke, mtende muondoke. Chukua vilago, chukua vilago, chukua vilago, chukua vilago, chukua vilago. Mko ngapi? Mko ngapi? Mko ngapi? Mko ngapi? Utaongea, mtaniambia kazi yenu leo, mtaniambia kazi yenu. Shika mikono hii bwana, mtaniambia kazi yenu. Mko ngapi? Mko ngapi? Mko ngapi? Mko ngapi? Kunywa moto hiyo. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Chomeka sasa, chomeka sasa, chomeka sasa, chomeka sasa, chomeka sasa, chomeka sasa. Mko ngapi? Mko ngapi? Mko ngapi? Mko ngapi? Mkubwa nani? Mkubwa ni nani? Mkubwa ni wapi? Mkubwa ni wapi? Navunja madhabahu yako, navunja nguvu zako, navunja uwezo wako, navunja madhabahu, madhabahu ya uchawi, madhabahu ya uganga, madhabahu ya divination. Ninavunja, ninavunja, ninabomoa,
ninaharibu. Holy Ghost fire, 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 chomeka, chomeka, roho za uchawi, roho za uganga, vifungo vya uovu, chomeka sasa, roho za kemavi, mapepo ya kemavi, madhabahu ya kemavi, strong man wa kemavi, navunja maagano yako, navunja nguvu zako, navunja uwezo wako, sasa muondoke. Fire! 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 Funga wote uliofunga. Funga uliofunga. Funga uliofunga. Funga wote. Funga wote. Funga wote. Funga wote. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Chomeka. Fire! 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 Chomeka! 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 Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Kazi yako ni gani? Kuharibu. Kuharibu nani? Hai, anataka kunyuma. Chomeka. Chomeka. Kila mapepo ya Gladys, kila madhabahu ya Gladys, tunavunja. Tunavunja madhabahu yako, tunavunja madhara yako, tunavunja nguvu zako, tunaharibu kazi yako, tunamaliza uwezo wako, hauna uwezo, navunja uchawi wako, navunja uganga wako, navunja uwezo wako. Chomeka! Fire! Now listen to me. Waka meniingisha meno. As much as you want to go far in life, unless you deal with the forces that are hiding in your life, forget about freedom. Can you give our offering, please? I'll continue on Friday. Can you give our offering? Bwana sifiwe. Lazima utaendelea. Lazima maisha yako ifunguliwe. Wale ambako ulikuwa unang'ara ukarudi nyuma, mimi natangaza lazima utarudi hapo. Utarudi mahali pa kung'ara tena. Wewe utaendelea tena katika jina la Yesu. Yoyote aliyekuzuilia, the devil is a liar. Lazima utaendelea. Lazima utafaulu. Aliyeroga maisha yako, aliyefunga maisha yako, hana nguvu na uwezo juu yako. Lazima akuachilie, lazima akufungulie, lazima akufungue. Nyota yako lazima ing'are tena. Tuketi chini dakika moja. Just give an offering, then we go. My time imeanza. Leo tumeanza leo. Bwana, so quickly give an offering. Bwana, so give offering quickly. Bwana sifiwe. Tukitoa sadaka sisi tusalimie, karibu sana mgeni wetu. Tusalimie, tukujue kwa majina, tukujue. Tunapenda wageni na tunaheshimu wageni. Karibu sana. Wale mkuleta ujitishi pesa. Ngoja nikutishe. Asalimie mgeni wetu. Mimi naitwa Irene Ogola. Nakaa hapa Kaloleni. Niko hapa leo. Sasa nimepigiwa, unajua sasa mimi sijui. Nikapigiwa kama niko mbali nikakuja nyumbani. Okay. Tunakupenda, karibu sana. Na Mungu anakupenda. Na nikuulize swali, umeokoka? Sijaokoka bado. Uongo mbaya. Na mimi Lakini napenda Mungu. Napenda Mungu sana. Kila mtu hata walezi wanasemaga, usijapata mlezi ameolewa tena na ubiri. John 3:16 anasema, for God so loved the world, na ameolewa. Kila mtu anapenda Mungu. Wewe unafikiria kupewa heshima maisha yako? Kuna vita zingine utashinda wakati unashikana na Mungu hivi. Kuna kujua Mungu na kuna kuokoka. Kujua Mungu unajua tu hii ni TV ya James. Lakini kuokoka ni ile sasa unashikana na Mungu, Mungu anakuwa baba yako, unasamehewa dhambi, unatakaswa, unapewa nguvu kwa kufanyika mwana wa Mungu. Kuna challenges unapitia kwa maisha, na hii challenges hautashinda kwa kumjua Mungu, utashinda kwa kushikana na Mungu. Amen. So, na unasikia uokoke au unasikia bado unataka kumjua Mungu, utakushikana na Mungu? Naokoka. Ha? Nataka
nataka niokoke. Unataka ukoke? Thank you so much, Pastor Francis. Now listen to the wakati unaletea pesa hivi. Unajua si vizuri nikisema mtu ofisi na ngoja nitachukua nafasi hii please. Bwana asifiwe. Mshauri. Pray for her. Bwana asifiwe. Mwenye ameleta projector. Mungu kwa Yesu. Sasa nauliza hapo. Tulisema Tuesday tunaleta tu tipo ya projector. Mtu anasema hivi, sasa mtu ataka ingekuwa 10,000 milioni. Unasema Nisema kila Tuesday tutakuja na 50 yeah? ya project. Thank you. Nami nileta mkono juu. Nami nileta kitu kwa project. Moja. Nani mwingine? Andika jina langu katika kitabu cha Yesu. Jina langu katika kitabu ya Yesu. Bwana sifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu wacha tuwache kwa nasikiza ni hii Saturday tutakuwa na kasi. Tutakuwa na request na wao wanataka kujua nini. Leaders akikosa kwa Saturday nyingine I think bila mgani analeta sacrifice yake. Asante Baba kwa sababu wewe Kwa leadership mpango Baba na damu yako Bwana kwa sababu leo umemleta Baba na Bwana naomba ya Baba poka mtakatifu. sasa sikia kuna grace period ya 1 week. Changoza tena. Sikia. Na mimi natangaza na mamlaka Mungu amekupa. Katika jina la Ukitoa sacrifice 100 tena kuomba kweli na wewe. Na ukimfuata kichwa ngumu utakaribisha. Ukitoa sacrifice 100 ama 200 alinokupa. Washirika hapa ndio wanaruhusiwa kutoa 150 kwa sacrifice pay wasikilizaji. Lakini kama ni ile tulisikizana na tuka-agree. Please. Mshirika ukitaka kutoa mtu chochote pia ikusumie kwa sacrifice kwenda kuombea hiyo free. Sasa tumefungua kwa wote. So we have one week. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haya next week prayer and fasting yetu tunaanza kuanzia Monday. Hebu kufungua gazeti hivi. Kalenda nini? Kuanzia Monday tarehe 1 tunaanza prayer and fasting hapa 5. Alafu Friday ya tarehe 5 tunavunja pot. Hii pot tukivunja leo nikapa Bwana ananiambia hiyo pot ita represent the ancestral powers. Tukivunja hata kama tulifungwa kutoka kule mashamba miaka mingi zile na tuko town, hiyo nyungu itavunjika. Kwa sababu kuna nyungu. Wewe Bwana sifiwe. Kuna familia nyingine Bwana mimi sasa nakutanaga na maneno. Mtu ananiambia kwa nyumba shosho wake kuna kwa nyungu kubwa. Shosho alikufa miaka mingi. Lakini kwa nyumba shosho iko nyungu kubwa. Hiyo nyungu majina ya watoto wote kwa familia ilikuwa imeandikwa. Iko hapo. Sasa napata walikuwa wanasema sijui after every end of the year lazima waende kwa hiyo nyungu, wakae kwa hiyo nyungu, mzee akuja atangaze maneno ndio sasa maisha yao ikuwe sawa. Hiyo inamaanisha maisha yao imefungwa kwa nyumba ya shosho. Na kuna wengine watu bila kujua bila ama tujui kuna nyungu kwa nyumba za grandmother zetu hata kiwa tano zinakubalikaga. Si kweli? Bwana sifiwe. Hiyo tutadili nayo next week. Hizo nyungu in fact hiyo Friday sijafanya. Hiyo Friday tutavunja nyungu mbili. Ya grandfather moja ina represent grandmother, ingine grandfather and the rest of our fathers. As you break that pot, hata kama bado kuna mtu mashamba Bwana anaendelea kuchungulia ile nyungu za mchana, they either change or they will fall down and die. They must release your life. Kwa hivyo next week tutadili na hiyo week sitaki mtu akose. Please panga kufast na mimi. Wale ambao wanashindwa kufast hata please panga sio kufast. Ndio tutambo. Na please you Friday tukivunja nyungu tusikose. Jana tutafutie nyungu mbili. Raundi tunavunja nyungu mbili, si mchezo. Because hata mimi nataka niwekwe huru. Hata mimi nataka maisha yangu iendelee. I want to make it. Nataka kuona nimeenda na ndege kuhubiri. Si ndege ya kulipa, ndege yangu naenda kuhubiri nayo, nikirudi na kurudi na ndege yangu. Itatendeka wakati ya mambo yamevunjika. Nataka kuona progress kwa nyumba yangu, kwa maisha yangu. Before Yesu arudi. Si kweli?
Because hii zote ni zetu. Tunaona kwa ndugu yetu. Tunaona kwa ndugu yetu na Yesu. Bwana asifiwe. Yes. Pray for the offering. Baba ni asante kwa ajili ya matendo haya ya watu wako Mungu wetu. Tunakuomba ukaibariki hata inapofanya kazi yako Mungu Baba. Wacha ikafanye kazi yako Baba vyema. Tunasema ni asante katika jina la Yesu tunaomba. Bwana asifiwe. Mgeni wetu jina yake ichukuliwe. Kuna ile kitabu nina. Bwana asifiwe. Hiyo mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu. Watu wako wanapotoka hapa siku ya leo, watangaza wamebarikiwa, watangaza ulinzi wa Mungu juu ya maisha yetu. Katika jina la Yesu. Roho za magonjwa, attack, roho zote za revenge hazina uwezo juu yetu. Mapepo ambayo unyonga watu na kuua watu usiku, tumetangaza zina nguvu na uwezo juu yetu, maana tumelindwa kwa damu ya Yesu Kristo. Watu wako wanapotoka hapa wanatangaza amani. Let them enjoy the grace of the altar and let them enjoy the revelation of your word ambao umetupatia siku ya leo. Nabariki watu wako, nabariki maisha na destiny yao, na wafiche ndani ya damu ya Yesu Kristo, na wazunguka na kuta za moto wa Roho Mtakatifu. I decree that they are going out and coming back is blessed and guaranteed. It is well with them in Jesus' mighty name. Amen. Give Jesus a mighty hand of praise. Bwana asifiwe. Sasa sikia ticha wangu ndiye kuja Wednesday. Ushakuja na moja. Kesho jaribu, kesho nataka kesho ni muda kwa mboka maombi. Bwana asifiwe. Dunia kuna kitu napenda kama maombi. Kesho CBT prayers. Tunapenda kesho tunakuja madhabahu kuanzia 5 mpaka 6 na nitakuwa hapa nikiongoza. Sawa sawa. Tutaelewa kesho tutakuja. Wamama tukuje kesho. Haya wengine si Friday. Friday tunaendelea na delivery sawa? Friday tutafanya delivery sasa. But kidogo. God bless you. God keep you. It is well with you in Jesus name. Mama Jamis. Ona Jamis. Atakwambia. God bless you. God keep you. Kesho tutakutana 5 wadada sawa? Wadada? Sema 5. Pastor Florence ambia watu 5. Pastor Florence ambia watu 5. Haya. Leaders tunakutana Saturday saa 10 leaders. Tutawango. Tutakwenda raundi. Nimo Saturday 5. Sawa. Saturday 5. Sawa. So, na mtu akichelewa raundi 24th. 24. Amen. Sipata vitu tunaletea food tunakula. God bless you. La Friday tumekuumiza. Tunaonekana. Yeye na sisi bwana. Ndio mtakuumiza. Karibu sana. Nako nasimamia. Nimo. Wewe, kuna nani kusema atakuwa na ndugu yangu? Asikia nani kwa place leo nimechoka. Ningetu mkako nikupe lakini yako mix play ni maana.
Huyo kijana. Kijana mwani. Sasa ndio hiyo nilikuwa nauliza Dino. Nini ya nini? Haja explain. Amekwambia Ananiambia nini? tu mfeta study. Muulize ni nini? Muulize tu sasa mpigie simu. Simu sijabeba simu. Acha mpigie tujue ni nini. Una credit? Juu sasa si lazima ajue ni nini ndio tunajua maombi gani naomba. Tuwezi chukua tuna. Advice nini akuje leo kama Alikwambia ni ya nini? Ya kwanza mimi aliniambia ni atanipea. 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 I know who I am. Shout out.